Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa TBR 24 Media. Hapa ni ardhi ya asali na maziwa kwa maana mkoa wa Tabora. Niko hapa kuzungumza na mashabiki wa Simba pamoja na Yanga. Kama tunavyofahamu, kesho ni mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa maana fainali ya michuano ya ngao ya jamii. Mashindano haya ambayo yanafanyika pale kwa maana ya visiwani Zanzibar. Mchezo huu ambao umesubiriwa na watu wengi sana, lakini hapa nipo Toronto kwa ajili ya kupiga story na mashabiki wa Simba pamoja na wa Yanga. Lakini mbali na mchezo huo tutagusia pia dili la Selemani Mwalimu Gomez kutambulishwa leo kwa maana kwenye kikosi cha Yanga. Mashabiki wa Simba wanazungumziaje swala hii? Lakini kwa mashabiki wa Yanga na wao pia wanazungumziaje? Lakini nyuma ya kamera ni Bravis Joasi, jina langu mimi naitwa Elia Daniel. Twende sambamba kufahamu mwanzo mpaka mwisho. Hii ni TBR 24 Media. Kwa majina naitwa Kiza Mauridi. Kiza Mauridi. Bwana Kiza Mauridi, sikati kuna mmoja alipoteza. Ni mchezo wa namna gani? Ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri, lakini pia hautakuwa mchezo mwepesi kwa timu zote mbili. Lakini pia naipa nafasi timu yangu ya Simba kuondoka na ushindi. Kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba huenda Simba akaondoka na matokeo kwa asilimia kubwa? Umekiona kikosi chako? Kikosi nimekiona, kinachonipa imani na kunipa matarajio kuhusu timu yangu. Kikosi kilichopita cha msimu uliopita ndio kikosi cha msimu huu. Kwa hiyo kikosi bado hakijavurugika, mwalimu ni yule yule, benchi la ufundi lote ni lile na Simba ni ile ile, haijabadilika. Mara ya mwisho wewe ni shabiki wa Simba. Mara ya mwisho Simba anacheza na Yanga kwa maana pale visiwani Zanzibar ilikuwa ni fainali ya Muungano Cup. Na Simba alishinda 1-0, bao la Selemani Gomez Mwalimu. Tena mnarejea kwenye fainali. Ushindi huo kuna kitu unaongeza kwenu nyie mashabiki wa Simba? Ndiyo, kuna kitu naongeza kwa ujio wa wachezaji walioongezeka wapya. Maigizo mapya yao pia ni mazuri. Lakini pia bado Zanzibar kule nina bahati napo. Yaani kule si mechi haiwezi kuwa nyepesi. Kwa Simba kutoka kwa Yanga. Mechi ya kule Zanzibar New Amani ni uwanja wa nyumbani kwa Simba. Ya, lakini shabiki wa Simba wapo ambao wanazungumzia usajili wa msimu huu. Kuna maingizo kadhaa. Wewe umejaribu kukiangalia kikosi chako, ni akina nani ambao unaweza kusema kesho wakianza wachezaji wapya kuna kitu ambacho watakionyesha tofauti na kwa msimu uliopita, namna ambavyo dabi ulizishuhudia? Ndiyo, kwa kesho sitegemei kwamba kuna maigizo mapya yataweza kuanza kwenye mchezo wa kesho, lakini pia nahisi Ibrahim Jabari yule nayo pia ni igizo jipya ambao pia anakuja kuongeza kwenye kikosi cha Simba. Kama nilivyokuambia, mchezo wa mwisho pale Zanzibar Mwalimu ndiye ambaye aliwapatia ubingwa. Leo asubuhi ametambulishwa kwenye kikosi cha Yanga na Simba. Taarifa zinaelezwa kwamba hata kwenye mchezo wao kwa maana kwenye siku ya Simba Day walimtambulisha Selemani Mwalimu. Leo hii ametambulishwa Yanga. Nyie kama mashabiki wa Simba hili mmelichukuliaje na mnalizungumzia vipi? Tukio la Selemani Mwalimu kwenda Yanga limetuumiza kiukweli, lakini pia bado Simba itabaki kuwa pale pale Simba. Selemani Mwalimu ameondoka, Simba inabaki, walishapita wengi na bado tupo, kwa sababu Selemani Mwalimu hakuwa chaguo la kwanza kwa mwalimu Steve Becker. Chaguo la kwanza alikuwa ni Elie Mpanzu. Kwa mimi sidhani kama kuna kitu ambacho kimebadilika. Hakuwa na namba na hakuna mchezaji wa Simba ambaye ameondoka kikosi cha kwanza kwa kusema msimu huu katoka. Kwa mwalimu kaondoka, Simba inabaki, na mimi naamini ili kesho mashabiki wa Simba, hii ni rai kwa mashabiki wa Simba, tusiingie kwenye mchezo huu tukiwa na pressure, tukiwa na mawazo na wasiwasi. Mwalimu ataondoka, mwalimu kaondoka, ni mchezaji wa kawaida kama wachezaji wengine tu, ila dabi iko pale pale. Umemaliza namna hiyo kwamba kesho mambo yatakuwa vizuri kabisa, lakini tuzungumzie hili kwa maana la namna ambavyo matokeo ya dakika 90 unayatazama. Kwako wewe 90 zinaweza zikaisha kwa namna gani? 90 kama nilivyotanguliza awali kuzungumza, mechi sio nyepesi, mechi itakuwa ni ngumu kwa pande zote mbili, lakini nimekwambia nampa nafasi timu yangu Simba kwa sababu mimi sijabadilisha chochote kile, na maana dakika 90 nampa 100% Simba kwa sababu kikosi ni kile kile, benchi la ufundi ni ile lile, tofauti na Yanga. Lakini pia kesho dakika 90 zinamaliza mchezo, hatuwezi kufika 120 kama mwanzo ilivyokuwa katika mshindano ya fainali ya Muungano. Bwana shabiki hapa mwenzenu amesema kwamba kesho hatuendi 120, timizi ngoma inaisha 90. Kuna yeyote ambaye anaweza katia neno kwenye matokeo ya dakika 90 ya kwamba kesho ngoma inaisha kwenye dakika 90? Uko vizuri? Mambo yanaendaje? Mambo safi kabisa. Jina lako unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Kulwa, napatikana Kiloleni, ila alimaarufu kama ofisini kwangu ni hapa Toronto. Yes bwana,
na mimi ni mwananchi kindakindaki. Shabiki wa Yanga huyu ambaye naye yuko hapa Toronto, tuzungumze naye story 2-3 kuhusiana na mchezo wa kesho, kwa maana ngao ya jamii finali ambayo inachezwa pale visiwani Zanzibar. Kwanza wewe ni shabiki wa Yanga, kesho mnaingiaje nyie? Hamna pressure aina yoyote? Mimi nakuhakikishia hatuna pressure yoyote, na mechi hiyo tutashinda kwa lolote liwawe na liwe kwa siku ya kesho. Kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba kesho huenda mchezo huo mkaondoka na matokeo kwa maana ya ushindi na kutawazwa kuwa mabingwa? Kwanza namshukuru kiongozi, yani ukae hapa usikike vizuri nashukuru viongozi wa Yanga, benchi ya ufundi, mpaka washabiki na wachezaji, na tunaingia tuko kamili na tunashinda hiyo game na hakuna cha kupoteza, na dakika 90 ifiki. Kufikia dakika 45 Yanga anaongoza 2. Umesema ya kwamba huenda kesho kwa maana ya dakika 45 tu mkao mnaongoza. Ni kitu gani ambacho huenda mashabiki wa Yanga mna imani nacho kutoka kwa wachezaji wenu? Mimi na imani na wachezaji wangu niliosajili sasa hivi. Kwanza na winga kule pembeni balaa. Beki kwanza nikiangalia beki wa Simba hakuna wa kumzuia. Beki Duchu, beki Kibabage, kuna beki pale. Mimi napita sehemu yoyote. Na kesho nakuhakikishia Selemani Mwalimu lazima aweke kamba. Selemani Mwalimu. Na ametambulishwa asubuhi ya leo kwa maana ya Selemani Mwalimu. Wengi kwa maana walikuwa wanajua labda Selemani Mwalimu baada ya kutambulishwa Simba Day atatumika kwenye kikosi cha Simba. Leo ametambulishwa kwenye kikosi cha Yanga. Nyie kama mashabiki wa Yanga, hili mnalizungumziaje Selemani Mwalimu? Sisi kama mashabiki wa Yanga tumelipokea kama jinsi lilivyo, na tuko sawa na tuko tayari kuwa naye kuni mechi sio ndo kapu, yani kuni kikosi cha timu, kuni ligi, yani ligi FA shirikisho, tunaomba tuwe naye mwanzo mwisho. Bwana sawa, mimi nikushukuru sana mwana Yanga, lakini niko na shabiki mwingine. Bila shaka hapa kila mmoja anatamani kutia neno kuhusiana na mchezo wa kesho wa fainali ya ngao ya jamii. Bwana, mambo ni aje? Safi kabisa. Jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Yusufu Zakaria na neno Mbeyuka aka Magwigwi. Napatikana Toronto Street au niseme Tabora Rock City hapo. Tumepoa Bwana, wewe ni shabiki wa Simba au Yanga? Ila kuna kitu hapa wakati anaongea shabiki wa Yanga ulikuwa unazungumza nikahisi labda huyu atakuwa ni upande wa pili. Ni kweli? Mimi ni shabiki wa Simba japo sina furaha. Ni shabiki wa Simba japo sina furaha, ila ni shabiki wa Simba kindakindaki kabisa. Kwa nini hauna furaha? Mimi bwana sina furaha kwa sababu kwanza viongozi ni waongo. Viongozi wa Simba ni waongo. Cha kwanza, kitu ambacho kiustaarabu sisi wanatukosea kama mashabiki. Japokuwa sisi mashabiki hatuna hata hela sasa kununua mchezaji, lakini wao wana pesa za kununua wachezaji wa mifukoni hatuwaoni. Kiukweli wanatukosea. Mimi hakuna jambo liloniuma kama usiku wa jana naamka tu nakuta peji ya Yanga imemtambulisha Selemani Mwalimu. Juzi tumetoka kwenye Simba Day, tunaambiwa tuangalie kwenye skrini Mwalimu anazungumza wana Simba mambo vipi. Muda sio mrefu unakuja kujiunga na kikosi cha Simba, afu leo hii mara tunamwona yuko Jangwani. Kiukweli wametukosea viongozi wa Simba na pia imetuuma kama mashabiki. Sawa, lakini kesho bwana ni fainali ya ngao ya jamii. Kama ulivyosema Selemani Mwalimu asubuhi ile ametambulishwa kwenye kikosi cha Yanga. Msimu uliopita kwenye fainali ya ngao ya jamii kwa maana kwenye fainali ya Muungano Cup aliyowapa taji alikuwa ni Selemani Mwalimu akifunga bao kwa mkwaju wa penalty. Kesho ikitokea wa Yanga wanamtumia itimisa atakuwa Yanga kuondoka kwake, na kesho ni fainali ya ngao ya jamii. Unazungumziaje matokeo? Mnawezekana mkapata yakawa mazuri? Cha kwanza sisi kesho Simba tunashinda goli 2 bila. Cha pili, wao kama wao Yanga wamesajili sawa, hata Selemani Mwalimu yupo kwao sawa, lakini tutambue kabisa Simba sio timu ya kuibeza, kwa sababu ni timu ambayo kwanza ina wachezaji professional ambao wana uwezo wa kucheza mpira. Tukihusiana na Selemani Mwalimu, sina imani kama Selemani Mwalimu, kwa sababu kule nyuma tuna watu kama Tule, kwa hiyo sina imani kama anaweza kauvunja ule ukuta. Kwa ni watu ambao watamdhibiti bwana mdogo, ndani ya dakika kama 10 ataomba sabu mwenyewe atoke, kwa sababu ni kitu ambacho wanaume watakuwepo ndani ya ngome kwa ajili ya kulinda usalama wa goli letu. Lakini wana Simba ni watoe hofu, japo tuna maumivu, kesho tunashinda goli 2. Bwana, usajili wa wachezaji watatu wa kigeni, yuko Ibrahim Dumbia raia wa Mali, yuko Ibrahim Jabar kutoka Nigeria, lakini pia yupo kwa maana ya Keleso Mahalwa kutoka Afrika Kusini. Usajili wa wachezaji watatu wa kimataifa,
kiwango chao walichokionyesha tangia kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup na kwenye mchezo wa Simba Day, kiwango chao umekiona, kina tafsiri nini kuelekea msimu huu wa kimashindano? Kwanza kabisa ukimzungumzia, mimi unajua mchezaji yule mimi namuita Marwa Msoma, Keleso yule namuita Marwa. Kwanza ni mchezaji ambaye ana kiwango cha hali ya juu. Kocha wa Yanga ndo aliyemfundisha huyu kocha aliyenaye Yanga, kamfundisha yule bwana mdogo, kwa hiyo kazi yake anaijua siku ya kesho. Lakini ukimzungumzia mtu kama Dumbia, ndio mtu ambaye anaenda kuandika historia siku ya kesho kwa kumfunga mtani. Kwa hiyo Dumbia mimi sina ubaya naye kwa sababu ni mchezaji ambaye ni professional, ambaye anaweza kucheza mpira. Unajua bado ameingia kwenye timu ambayo inahitaji vitu vingi vya muunganiko. Kwa hiyo Dumbia tunampa muda na atafanya kazi na tutaona matunda yake. Hatuwezi tukambeza kwa sababu ni mchezaji ambaye anaonekana hata mikimbio yake namna anajiposition kwenye nafasi za kufunga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye bado mimi na matumaini naye kama Dumbia anaweza akatufikisha nchi ya ahadi. Yes, huyu ni shabiki wa Simba. Kama kuna mwingine pia anaweza katia neno kwa maana kuhusiana na mchezo wa kesho, fainali ya ngao ya jamii. Unaitwa nani? Mimi naitwa Elias Obedi na ni mfanyabiashara mdogo Machinga. Ya, we chama gani kesho? Mimi niko Simba Sports Club. Ya, shabiki wa Simba, mengi sana yamezungumzwa kuhusiana na usajili wa wachezaji, kupoteza mashindano ya ligi kuu kwa misimu mitano mfululizo. Ngao ya jamii mmefanikiwa kushinda mara moja, lakini hapa katikati mmepoteza dhidi ya mtani wenu. Kesho ni ngao ya jamii, unaionaje Simba? Kwa mpira wa dabi unaga matokeo. Atakayekupa matokeo na kudanganya. Dabi waga haieleweki inachezwaje. Unakuja umejipanga hivi na atakuja umejipanga hivi. Mimi ni mshabiki wa Simba Sports Club. Ila sidhani kama Simba anaenda kushinda au Yanga anaenda kushinda. Mpira una matokeo matatu. Kuna kushinda, kufungwa na kusale. Sawa? Unapokuja unaweka matokeo kwenye dabi, sasa unajiwekea pressure mwenyewe kwenye moyo. Dabi siku zote twende tuangalie dakika 90, atakayeshinda ameshinda, atakayefungwa amefungwa, kama amesale tunaenda 120. Hatuwezi kuweka matokeo moja kwa moja kwamba hapo tunaenda kushinda. Hapana. Sawa, baadhi ya mashabiki wa Simba huenda wakawa wamechukulia kwa maana ya kile kitu ambacho kimefanyika leo asubuhi. Selemani Mwalimu wengi walitarajia atacheza kwenye kikosi cha Simba, lakini leo ametambulishwa kwenye kikosi cha Yanga. Wewe kama shabiki wa Simba na ni shabiki kweli kweli, kwenye hilo kuna namna uongozi wa Simba unapaswa kulaumiwa au hakuna shida? Issue ya Selemani Mwalimu, viongozi hawana shida, ila shida ipo kwa mchezaji. Mchezaji msimamo wake na viongozi ndio umeenda tofauti, lakini Simba ilikuwa ishamaliza na Wydad, ilikuwa imebaki ni Selemani Mwalimu aje pale Simba basi, lakini kwa sababu wenzetu walishapeleka ofa akachagua, ilikuwa imebaki maamuzi ya mchezaji yeye mwenyewe kama yeye kwamba niende upande wa pili au nisalie pale pale nilipokuwa awali. Kwa msimamo wa Selemani Mwalimu ndio umefanya kumpoteza sisi Simba. Ndio ni mchezaji ambaye tulimtegemea pale Simba. Inauma kama shabiki wa Simba, ila haina jinsi kwa sababu ndio tayari kacha saini. Bwana, sawa, ni mashabiki mbalimbali wakizungumza kuhusiana na mchezo, kwa maana mchezo wa fainali ya ngao ya jamii ambao utachezwa kati ya Simba pamoja na Yanga kesho majira ya saa 2:30 za usiku katika uwanja wa New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Kama kuna yeyote hapa unaweza tukapiga naye story pia kuhusiana na mchezo wenyewe. Tumeshajaribu kuzungumza na mashabiki kadhaa hapa wa Simba, lakini kama inawezekana pia tukapiga story na mashabiki wa Yanga hapa kadhaa. Bwana, njoo utie neno kidogo kuhusiana na fainali ya ngao ya jamii, kuhusiana na kila ambacho kinasubiriwa zaidi. Huenda kila mtu akawa anatamani kutia neno kuhusiana na mchezo wenyewe, lakini pia namna ambavyo wanazungumzia timu zao katika mashindano haya ya ngao ya jamii. Ni mchezo mmoja pekee ndio ambao utachezwa, kwa maana miaka mingi sana tumeshuhudia ukichezwa nusu fainali timu 4, ila kwa mwaka huu kwa maana itapigwa mechi moja pekee. Mashabiki wa Yanga na wao wako hapa kwa ajili ya kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na usajili wenyewe. Watu wa Simba. Bwana, mambo vipi? Safi baba. Safi, ugeuke kidogo hivi kwanza. Mambo vizuri kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mohamed. Timu gani? Simba.
Shabiki wa Simba, kesho tunaenda kushuhudia fainali ya Ngao ya Jamii, kwa maana mchezo ambao wengi wanatamani kuona, fainali hii ya watani wa jadi. Matokeo yapoje? Matokeo kwa Simba mpaka sasa hivi tumeshaonesha udhaifu. Silaha zangu kali zote zinauzwa bei rahisi. Mo anafanya nini sasa? Hana la kufanya Mo. Tunaenda kupigwa mapema tu. Unapoteza? Tunapigwa mapema. Kitu gani ambacho mnasema kwamba mashabiki wa Simba huenda kesho mechi mkafungwa mapema? Kwa sababu confidence inapotea kwa washabiki. Kwa sababu gani? Wewe unauza bunduki zote, unabaki na upinde. Confidence inanipotea mimi. Lakini pia leo mwalimu ameondoka, ametambulishwa Yanga. Mlitamani kuendelea kubaki naye kama nyewe kama mashabiki wa Simba kwenye timu yenu. Leo ametambulishwa Yanga. Hilo kwenye unazungumziaje shabiki? Hilo ndio la kwanza mimi limenikera kwa sababu pale nimebaki na Dumbia sawa sawa na upinde. Bunduki kubwa nimemuuzia mpinzani wangu. Sasa naingia na confidence gani baba? Haya bwana, shabiki wa Simba huyo akisema kwamba huenda kwa maana ya uongozi wa Simba uko umeuza silaha, ila tuzungumze sasa na mashabiki wa Yanga. Wao wanasemaje kuhusiana na hilo ambalo watu wengi sana wanatamani kugusia, lakini hapa ni Toronto kwa maana ya mkoani Tabora. Wanasema kwamba ni ardhi ya maziwa na asali. Ukitaka asali njoo Tabora, ukitaka maziwa njoo Tabora. Lakini mashabiki mbalimbali hapa wa Yanga pamoja na Simba, kila mmoja ameelezea hisia zake kuhusiana na mchezo wa kesho ambao ni mchezo ambao watu wengi sana wanatamani kuja kushuhudia, maana ni dabi ya Kariakoo. Haipigwi Temeke kwa maana ya uwanja wa Uhuru ambapo matamasha yalifanyika, wala haipigwi kwa maana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo unapigwa visiwani Zanzibar kama ilivyokuwa kwenye mchezo wa kwanza wa msimu uliopita, Yanga akiwa nyumbani dhidi ya Simba, mchezo ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar na kuisha sare ya kwa maana sare ya bila kufungana 0-0. Lakini mchezo wa mwisho kuchezwa visiwani Zanzibar kwa maana Simba alipata ushindi wa bao 1-0. Ilikuwa ni fainali ya Muungano Cup, bao pekee la Selemani Gomez Mwalimu kutoka hapa Toronto mkoani Tabora. Jina langu mimi naitwa Eliadanyi, lakini shukrani kwa wadau wote ambao wamehakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Pamoja naye camera person wangu alikuwa ni Bravis Joas. Endelea kufuatilia TBR24 Media mpaka wakati mwingine. Kwa heri. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.